إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم من ذنوبكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله من البدع والضلال. عباد الله، أي شهر هذا؟ أليس شهر الذي فرض فيه الصيام؟ أليس شهر الذي أنزل الله فيه القرآن؟ أليس شهر الذي تجزى به بصيامه بغير حساب؟ ولماذا لا ننتبه على هذا؟ Ndugu zangu katika imani, huu mwezi si mwezi ambao ndani yake imewajibishwa saumu, si mwezi ambao ndani ya mwezi huu imeshuka Qur'an, si mwezi ambao mwenye kufunga kusimama na saumu katika mwezi huu malipo yake ni bila hisabu, bimaana ni malipo mengi. Si ndio mwezi huu ambao umetuzilikia, tumo ndani ya mwezi huu? Kwa nini hatuzinduki? Na wala kwa nini hatuendei matendo katika mwezi huu kwa haraka, kwa kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kukimbilia msamaha wake na kukimbilia kheri ambazo zinapatikana katika mwezi huu? Hivi leo tushalimaliza 10 la mwanzo, tupo katika 10 la kati, lakini mal asafu shadid, jambo la kusikitisha, tushaanza kuonesha uvivu katika mwezi huu. Tushaanza kuonesha taksir katika matendo yetu ambayo tumeanza nayo kwa kasi. Matendo hayo tumeanza kuyapunguza, kasi yake imeanza kupungua, kule kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa haraka. Sasa hivi tunaanza kurudi nyuma, na kila mtu katika jambo hili analijua katika nafsi yake, anajua ni wapi kuna udhaifu umetokea, ni wapi kapunguza katika matendo yake. Basi ukishalifahamu hilo, rudi haraka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tambua ya kwamba utukufu wa mwezi huu, ubora wa mwezi huu ni mwanzo wake mpaka mwisho wake, bali kila tunapoipiga hatua ubora unazidi kuwa mwingi. Na kama ambavyo tunafahamu, matendo yetu zingatiwa mwisho.
mwisho wa kazi yetu, mwisho wa uhai wetu, huko ndiko ambako kunazingatiwa matendo. Hakutaangaliwa mwanzo ulikuwaje, bali kutangaliwa mwisho umemalizaje. Sasa kama tunaanza kuonesha uvivu, kutozielekea ibada kwa haraka, kutozielekea kheri kwa haraka, sasa hivi vipi itakuwaje mwisho wa Ramadhani, masiku 10 ya Ramadhani ya mwisho? Hivyo basi tujitahidi kufanya subra, kufanya kheri, kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ama maudhui ya hutuba ya leo itazungumzia shahru Ramadhan, shahru al-a'mal as-salihah wal ibadat al-mutanawwi'ah. Mwezi wa Ramadhan ni mwezi ambao ni mwezi wa kufanya matendo mema, ni mwezi wa kufanya ibada mbalimbali. Sio kwamba miezi ambayo ilikuwa kabla ya Ramadhan au miezi ambayo inakuja baada ya Ramadhan si miezi ya matendo wala si miezi ya ibada, bali matendo mema kwa Muislamu vile vile na ibada mbalimbali za wajibu na za sunna kwake yeye ni kila siku, kila mwezi, kila mwaka, kila nyakati. Muislamu awe ni mwenye kutenda matendo yaliokuwa mazuri, awe ni mwenye kukithirisha kuzifanya ibada mpaka mwisho wa umati wake. Lakini katika mwezi mtukufu wa Ramadhan tutatakikana tuzidishe yale matendo mema ambayo tulikuwa tukiyafanya kabla ya Ramadhan, na ibada zetu ambazo tulikuwa tukizifanya kabla ya Ramadhan tuzidishe katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan, kwa sababu ni mwezi ambao malipo yake hayana hesabu. Katika mema ya mwezi mtukufu wa Ramadhan na vile vile katika ibada za mwezi mtukufu wa Ramadhan huwa shahrul Qur'anul Karim, ni mwezi wa kuisoma Qur'an, kwa sababu katika mwezi mtukufu wa Ramadhan ni mwezi ambao Qur'an imeteremka ndani ya mwezi huu. Asema Allah subhanahu wa ta'ala, shahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Mwezi wa Ramadhan ni mwezi ambao imeteremka Qur'an. Qur'ani hiyo ni mwongozo kwa watu, na vile vile hii Qur'an inawabainishia watu kuelekea katika uongofu, inawabainishia haki na batil. Hivyo basi kuiadhimisha hii Qur'an, kuitukuza hii Qur'an katika mwezi mtukufu wa Ramadhan ni jambo bora sana, na vile vile kuisoma hii Qur'an katika mwezi malipo yake ni makubwa, na vile vile kuzingatia alfadh, matamshi ya Qur'an, aya za Qur'an katika mwezi, kuifanyia kazi hiyo Qur'an katika mwezi mtukufu wa Ramadhan ni jambo ambalo ni bora sana katika mwezi mtukufu wa Ramadhan na miezi mingineyo. Ndugu zangu katika imani, jambo hilo la kuizingatia Qur'an, kuitilia umuhimu Qur'an katika mwezi mtukufu wa Ramadhan limethibiti kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakad kana Jibril, na alikuwa Jibril alayhi salam, fayudarisu al-Qur'an fi kulli laylatin min layali Ramadhan. Alikuwa Jibril anamfundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Qur'an katika kila usiku wa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Hivyo basi ikiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifundisha Qur'an, akidarazisha Qur'an,
akisomeshwa Qur'an katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, vipi mimi na wewe tusijifunze hii Qur'an, tusisome hii Qur'an, ikiwa mbora wetu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha tumuige Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifundishwa akisoma Qur'an. Vipi mimi na wewe tusipupie kuisoma hii Qur'an, kwa wale ambao wanajua kuisoma, kwa wale ambao hawajui kuisoma wakawatafuta walimu wakawafundisha hiyo Qur'an. Vipi utakutana na Mola wako ukawa huna kitu katika Qur'an, hujasoma katika maisha yako hii Qur'an? Hivyo basi tuzinduke kuisoma hii Qur'an, na hii Qur'an faida zake ni nyingi. Amesema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iqra'u al-Qur'an fa innahu yati yawm al-qiyamah shafi'an li ashabi. Isomeni hiyo Qur'an, hakika hii Qur'an itakuja yawm al-qiyamah ikiwa ni mtetezi kwa mtu wake ambaye alikuwa akiisoma hii Qur'an usiku na mchana, anajizuia na usingizi na uchovu, anaisoma Qur'an. Tutakikana tukaze katika kuisoma hii Qur'an, tuihitimishe Qur'an. Hakika waja wema waliotangulia na wao walitembea kwa desturi hiyo. Ilipokuwa ikiingia Ramadhan, wanaitilia umuhimu Qur'an, wanaisoma sana, wanaitihimisha zaidi ya mara moja. Na vile vile katika matendo mema ndani ya huu mwezi mtukufu wa Ramadhan, salatul qiyam au salatul layl, ni kisimamo cha usiku au salatul layl, ambapo ndani yake kuna tarawih ambayo inasaliwa nyuma ya imam jamaa msikitini. Hakika amesema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadhan imana wa ihtisab ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. وقال عليه الصلاة والسلام, من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة. atakaye simama kisimamo cha Ramadhan tarawih kwa imani ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na kutarajia malipo kwake yeye kwa kisimamo hicho, atafutiwa madhambi ambayo yametangulia. Na vile vile atakaye swali nyuma ya imam mpaka akaondoka imam mwanzo wake hadi mwisho wake, Allah subhanahu wa ta'ala atamwandikia kisimamo cha usiku mzima. Ni ubora uliaje huu Muislamu? Usikubali ubora huu kupite. Pupia kuswali swala za usiku, pupia kusimama qiyamul layl, pupia kuswali salatu tarawih nyuma imam, ili uweze kuandikiwa malipo ya aliyesimama usiku mzima. Umelitumia lisali moja kuswali, lakini malipo yake Allah subhanahu wa ta'ala anakuandikia kana kwamba umeswali usiku mzima. Haya yote ni mepesi Allah subhanahu wa ta'ala anatutakia katika funga yetu hii, katika mwezi wetu huu. Allah subhanahu wa ta'ala hajaulazimisha, hajawajibisha kwetu sisi ili tupate ugumu, bali amewajibisha umwezi kwetu sisi ili tuweze kupata uwepesi wa kuifikia pepo yake. Na vile vile katika matendo mema ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, as-sadaqatu wa it'amu ta'am, ni kutoa sadaqa na vile vile kulishana chakula. Uislamu ambao wamejaliwa uwezo na vile vile wale ambao wana uwezo wao ni mdogo, kwa sababu katika sifa za wacha Mungu ni wale ambao wanatoa katika hali ya ugumu, katika hali ya furaha. Akiwa nacho ni kingi anatoa kulingana na hali yake, na vile vile akiwa na kidogo hakibania anakitoa. Hiyo ni sifa ya wacha Mungu. Basi tupupie katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, tuweze kuwasaidia ambao hawajiwezi, uweze kumfutilisha Muislamu mwenzio
hata kwa kumnywesha maji. Usione kwako wewe ni jambo dogo, lakini kwa Allah subhanahu wa ta'ala jambo hilo ni kubwa. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Nuwasil fi khutbatina thaniya, tunaendelea katika hutuba ya pili ambayo inazungumzia mwezi mtukufu huu wa Ramadhan. Ni mwezi wa kuyatenda matendo ambayo ni mema, na vile vile ni mwezi wa kujipinda kuzifanya ibada mbalimbali, ibada za wajibu na ibada za sunna kwa nguzo zake na masharti yake na kwa usahihi wake. Ibadallah, huwa shahrul khairat wal barakat. Haukuwa huu mwezi isipokuwa ni mwezi wa khair, ni mwezi wa baraka. Basi tujitahidi kuzikimbilia hizi khairi ambazo zinapatikana katika mwezi huu. Twende haraka kutafuta msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala, msamaha ambao unapatikana katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhan. Umekuwa ni hasa kwa huu mwezi mtukufu wa Ramadhan, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Kimbilieni, nendeni kwa haraka kutafuta msamaha wa Mola wenu ili muweze kuipata pepo ambayo upana wake ni usawa na mbingu na ardhi, ni usawa wa mbingu na ardhi. Na hiyo pepo imeandaliwa kwa ambao wanasifika na sifa ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, sifa ya uchamungu. Na katika malengo ya huu mwezi mtukufu wa Ramadhan ni kutufanya sisi tuwe wachamungu, kuzitakasa nafsi zetu, kuweza kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo basi tutambue tumo ndani ya huu mwezi. Allah subhanahu wa ta'ala ametupatia hii fursa. Wenda hii fursa isijurudie kwangu mimi au kwako wewe. Hivyo basi tujitahidi kuichuma hii fursa, kana kwamba hutoidiriki Ramadhan inayokuja. Wenda ikawa hii Ramadhan ni Ramadhani ya mwisho, basi tuijalie hii Ramadhan iwe ni Ramadhani yenye kheri na baraka na msamaha ndani wake. Ndugu zangu katika imani, huu mwezi mtukufu wa Ramadhan ni fursa ya kubadilisha, ya kutubadilisheni kuingia katika ubora, kutoka katika mapungufu ambayo tupo nayo, kutoka katika makosa ambayo tupo nayo. Huu mwezi wa Ramadhan ni fursa ambayo inatubadilisha, inatutoa katika hali fulani, inatupeleka katika hali fulani, hali ya makosa, hali ya kufanya taksiri, ya kuzembea kuyafanya kheri, na kutupeleka katika mambo ambayo ya kuyakimbilia katika kheri. Kwa sababu tutakapojitahidi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kuyafanya kheri, basi nyoyo zetu zitalainika, nyoyo zetu tutazijenga katika imani, nyoyo zetu tutajijenga katika uchamungu, ambayo itakuwa ni sababu ya uchamungu huo, ya faida ambayo tuipata katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, kuendelea nayo baada ya Ramadhan na kukutana na Mola wetu katika hali ya uchamungu, katika hali ya moyo ambao umesalimika na shirki, moyo ambao umesalimika na maasi ya mbalimbali. Hivyo basi tutumie huu msimu
katika mabadiliko yetu ambayo tumeyaona. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'alna fi qulubina ghillan lil ladhina amanu innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa adhabal qabr. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Unafuatilia channel ya Al-Muzan Online TV. Ungana nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii. Ifahamu manhaji salafi kupitia njia ya wema waliotangulia.